kuna alama 40 za kumjua kama huyu mtu muda si mrefu atakufa. Hunaka 40 alama limaarifati anna hadha shakhs alana yurahil. Alama 40 ukiziona mojawapo, basi kama nyumbani kwako, anza kuambia watu watengeneze ndani vizuri, waanze kutoatoa viti. Draw attention, naona kila mtu kakaa makini, anataka kuzijua alama 40. Maskini, na mimi sisomi zote kwa sababu darasa zote litaishia hapo. Mimi sisomi zote. Alama ya kwanza ni kwapa, al-ibit. Alamatul ula al-ibit. Alama ya kwanza ya mtu anakufa ni kwapa lake. Mahadha, mwanadamu wakati huu wa uhai wake, hivi tuko hai sisi tuko hai sisi muda huu, hakuna mahala pana joto la juu kwa mwanadamu kuliko kwa pani kwake. Kwa pani ndo kuna joto kubwa. Zamani kabla ya maendeleo na nini, mnajua, ulikuwa ukiumwa homa ukienda kupimwa hospitali, kuna kile thermometer unatiliwa wapi? Ndio kwenye joto la juu kwa pani. Muda huu wa uhai, ukianza kutoka roho unakufa, mambo yanabadilika. Kwa pani kunakuwa kwa baridi kuliko mwili mzima. Ni ndugu yako, ni mzee wako pale unamuuguza, hali imekuwa ngumu, hebu jaribu kumshika kwa pani, utakutana na ubaridi usiokuwa wa kawaida kwa pani. Ukiona kwa pani kumepoa kwa baridi, utoke nje uambie ndugu zako, jamani, tuanze kuandaa hapa nyumbani hapa, tuweke viti vizuri, mzee anaondoka huyo. Hii alama ya kwanza mmeijua. Alama ya pili, al-aibu, al-haya, ni aibu. Mtu akiwa anakufa ghalibu anakuwa na aibu sana. Huwezi, yani mtu anatoka roho, ukimwangalia hafiki sekunde 3 baada ya kuangalia atapeleka kichwa pembeni. Waliohudhuria watu wanakufa wanajua. Na mwingine kabla hata hujamwangalia, muda wote kaegemea ukutani huko, anaangalia ukutani, sio huku mlikonyie. Anapata aibu, anadhani kama zile aibu anazoziona na nyie mnaona. Mola sikasema man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, ye pale anaona sinema ya matendo yake yote.